Mheshimiwa Tamima Haji Abbas, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali linauliza, je, serikali ina mwongozo na utaratibu wa kusimamia fedha za mikopo kwa wafanyabiashara ndogo ndogo ili kudhibiti upotevu wa fedha hizo? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Mary Priska Mahundi. Kuimarisha mfumo wa utaratibu wa utoaji wa fedha za mikopo ya riba nafuu ya 7% kwa wafanyabiashara ndogo ndogo kwa kuingia makubaliano na benki NMB, kusimamia kutoa mikopo hiyo kwa walengwa waliokidhi vigezo ikiwemo cha kuwa na kitambulisho cha kidigitali. Utaratibu unaanza kwa kutembelea na kutathmini biashara inayoombewa mkopo, na kama inakidhi vigezo, mlengwa hupatiwa mafunzo ya usimamizi wa fedha na kupatiwa mkopo, na marejesho hufuatiliwa na maafisa wa benki. Mheshimiwa Naibu Spika, utaratibu huu kama umeelezwa kwenye mwongozo wa utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu kwa wafanyabiashara ndogo ndogo kupitia taasisi za fedha wa mwaka 2024, lengo kuu lilikuwa ni kuimarisha mfumo wa utoaji mikopo ya serikali na kudhibiti upotevu wa fedha za umma. Mheshimiwa Tamima Haji Abbas, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, na swali moja tu la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali haioni haja sasa ya kufanyia mapitio mwongozo huo kwa kuweka kiwango cha riba nafuu inachofanana ili kuwahamasisha wakopaji waweze kulipa kwa wakati? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Awali ya yote nipende kumpongeza sana Mheshimiwa Tamima Haji Abbas, mamangu mpendwa. Huyu amekuwa akifuatilia sana masuala haya kuhakikisha wafanyabiashara wadogo wanapewa unafuu wa riba. Kufanyiwa mapitio ili riba ifanane kama mkopo. Mheshimiwa Naibu Spika, huu ni ushauri mzuri sana. Kwanza nipende kusema nimeupokea na nitafikisha kwa wataalamu wetu ili waweze kufanyia kazi. Lakini vile vile nipende tu kusema kwamba tukumbuke kuwa mkopo wa wafanyabiashara ndogo ndogo unatolewa na serikali kupitia benki, ambapo gharama za utawala na usimamizi wa mkopo huo hubebwa na benki husika. Hivyo hii inasababisha riba inayotozwa inakuwa tofauti na riba zinazotozwa na mkopo ambao unatolewa na wizara. Lakini kuhakikisha kwamba mapitio yanafanyika, nipende kusema Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Tamima, nimepokea ushauri wako mzuri, tutaufanyia kazi. Lengo ni kuona kwamba riba hizi zinakuwa zinazofanana, na lengo ni kuwawezesha wanawake. Mheshimiwa Engineer Johnston Mtasingwa, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi kuweza kuuliza swali la nyongeza. Kwanza nimshukuru Naibu Waziri kwa jinsi anavyojibu maswali vizuri. Pili, nishukuru na kuipongeza serikali kwa kutoa mkopo wa riba ya 7% kupitia NMB, ni wazo zuri. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa kuna changamoto katika watu wanaomba hii mikopo, hasa pale wanapokuwa wamekidhi vigezo. Kwenda kukaguliwa na NMB inachukua muda mrefu sana, na kutoa mkopo kunachukua muda mrefu sana. Je, serikali ina mpango gani wa kuboresha hili eneo, kuhakikisha wananchi wanapata hii neema ya mkopo wa 7% kutoka serikalini kwa uharaka zaidi kuliko ilivyo sasa? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Awali ya yote nipende kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji wa wananchi wake na kubaini mapungufu hayo wakati wa mchakato wa mkopo hii, na pia nikushukuru sana Mheshimiwa kakaangu kwa pongezi. Lakini nijielekeze kwenye swali, muda unakuwa mrefu katika kutembelea wafanyabiashara na kuwapa mkopo. Mheshimiwa Naibu Spika, mpaka benki NMB imeweza kufanya kazi pamoja na sisi wizara, maana yake ni michakato ilifanyika na vyombo vyote vya fedha, mabenki yote yaliweza kuchakatwa, lakini mwisho wa siku NMB ndio waliotokea na riba nafuu, na ndio maana tunafanya nao kazi kwa sasa. Lakini tutajielekeza tena kuona kwamba tunavyoendelea
basi na mabenki mengine yaone kama yanaweza kufikia riba nafuu ili waweze kuendelea kufanya kazi kwa umoja, kugawana kazi na ili kazi hii ifanyike kwa muda mfupi. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Mheshimiwa Tina Chenge, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniona. Kwa kuwa hivi karibuni tumeshuhudia wanawake wa mkoa wa Simiyu wakipatiwa mikopo, kwa mfano kwenye wilaya ya Bariadi mjini na Bariadi vijijini. Je, serikali ina mkakati gani wa kufuatilia kama mikopo hii inatumika kwa lengo lililokusudia ili ziweze kurudishwa kwa wakati? Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu fupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nikupongeze sana dada yangu Tina Chenge kwa swali zuri na ufuatiliaji wa karibu sana katika masuala haya. Mheshimiwa Naibu Spika, pale kwenye jibu langu la msingi nilieleza kwamba mikopo hii kabla ya kutolewa, utaratibu unaanza kwa kutembelewa na kutathmini aina ya biashara ambayo huyu mgombaji anaenda kuifanya, lakini vile vile wanapewa mafunzo ya usimamizi wa fedha, lakini vile vile wanapewa namna njema ya kuelekeza kwenye malengo. Lakini kule kwenye maeneo yao maafisa wa benki ndio wanaowafuatilia kuhakikisha wanaelekeza fedha kwenye malengo. Lakini pia tunao maafisa maendeleo yetu ya jamii kwenye maeneo haya. Kazi yao kubwa ni kuchechemua, lakini vile vile amshari, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwatia moyo hawa wafanyabiashara wadogo wadogo kuelekeza fedha kwenye malengo. Kwa hiyo hili tutaendelea kulifanyia kazi, kuwasisitiza maafisa ambao tunashirikiana nao kutoka kwenye mabenki, lakini hasa maafisa maendeleo wetu, hili ni jukumu lao mama. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Mariam Madalu Nyoka, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali linauliza, je, serikali ina mkakati gani wa kutoa mafunzo ya ufugaji wa samaki na kuku kwa vijana na wanawake mkoa wa Ruvuma? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Balozi Daktari Bashiru Ali. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali namba 625. Swali la Mheshimiwa Mariam Madalu Nyoka, mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Ruvuma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25-26, serikali kupitia programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi inaendelea kuwawezesha vijana na wanawake kushiriki katika